Ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kumbuka kumekuwepo na maneno mengi mtandaoni kwamba itakapofika tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kutakuwepo na maandamano nchi nzima. Sasa EATV tumefika mtaani na eneo hili linaitwa eneo la Ubungo. Hili ni daraja la Kijazi, ni moja maeneo makubwa na maarufu katika jiji hili la Dar es Salaam. Kumbuka Oktoba 29 yale maandamano yaliyofanyika au vurugu zilizofanyika katika jiji hili la Dar es Salaam, kitovu kikubwa kilianzia sehemu hii. Ulinzi na usalama umeimarishwa. Vyombo vya usalama vimekuwa vikihimizwa kufanya kazi pasavyo katika kuelekea siku hii ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hili swala la maandamano kusema kweli halina tija, na kutokana na mazingira yaliyotokea tukio lilotokea tarehe 29, tulipoteza ndugu na jamaa wengi sana ambao ilikuwa cha msingi na lengo lake alikuonekanika. Kwa hiyo nilikuwa nashauri tu wa Tanzania kwamba hili swala la maandamano lisitishwe, kwa ujumla lisitishwe, watu maisha yaendelee, wanawapa watu hofu, watu wanashindwa kufanya kazi zao. Kwa upande wangu mimi naona hayo mambo hayana tija, kwa sababu maandamano yanaleta madhara. Kama tulivyoona kwenye maandamano yaliyopita, watu wengi walipata shida. Kwa hiyo watu wakae majumbani, watulie, tutunze amani. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na afisa habari wa polisi David Misime, wote kwa pamoja wakitoa tahadhari na kuhimiza amani katika nchi hii. Jeshi la polisi linawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 2026, yaani kesho, utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya Sabasaba kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Katika ujumbe wa leo, kwa mfano, wamezungumza dhahiri kwamba hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tuilinde amani, ni mtaji wetu, tuitunze, tusikilizane, tuheshimiane na tushikamane. Na hii ni dhahiri kuwa wanajua athari ambazo zinaweza zikatokea endapo maandamano hayo yatatokea hapo kesho tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini kwa kiasi kikubwa hadi sasa ulinzi na usalama umeimarishwa katika jiji hili la Dar es Salaam. Kuhusu maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 yazidi kupamba moto, Chalamila atia neno. Sikiliza hii hapa. Dar es Salaam ndiko kwenye mzunguko mkubwa wa pesa. Dar es Salaam ndiko kwenye hospitali kubwa. Dar es Salaam ndiko kwenye uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo maandamano yetu yanapaswa pia kulinda huo uwekezaji wote ambao nchi imekushafanya. Kwa sababu mtoto wako wewe na mtoto wangu mimi na wewe pia tutafaidika na uwekezaji wote kwa pamoja. Tukipaharibu Dar es Salaam hatuna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja pia na viongozi wote wamesema waacha watu waandamane, wafikishe ujumbe wao panapostahili. Huku tukiamini kwamba Chadema kama chama kikubwa katika nchi yetu, CCM pamoja na vyama vingine vyote, hatupaswi kuhitilafiana kwa itikadi za vyama vyetu. Kumbe Rais Samia Suluhu hajasafiri. Saa chache tu kabla ya Tanzania kuingia katika moja ya siku zake nyeti zaidi za kisiasa, Rais Samia Suluhu Hassan amejitokeza hadharani bila kutarajia ndani ya nchi, na watu wengi wameshtuka, akimaliza siku za uvumi kuhusu mahali alipo baada ya wengine kudai kwamba alisafiri nje ya nchi.
Lakini hiyo ni sehemu moja tu ya taarifa hizi. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba anabaki Ufaransa akiwakilisha Tanzania kwa niaba ya Samia Suluhu, huku polisi nchini wenye silaha nzito wakiendelea kupiga doria katika mitaa ya Dar es Salaam kabla ya maandamano ya kitaifa yaliyopangwa siku ya kesho. Lakini maswali makubwa yanaanza kuibuka. Kwa nini Rais Samia alighairi safari yake kwenda Ufaransa dakika za mwisho na kuchagua mahali tofauti kabisa badala yake? Kwa nini rais sasa amejitokeza hadharani saa chache tu kabla ya Julai tarehe 7? Na baada ya madai ya awali kwamba alikuwa ameondoka nchini, maendeleo mapya ya usiku wa leo yanathibitisha nini? Wakati huo huo, mtazamaji, mabadiliko mengine yasiyotarajiwa sasa yameingia katika simulizi hii. Mwanaharakati ambaye madai yake awali yalichochea uvumi kuhusu mahali alipo rais amejibu tena, akitoa madai mapya kabisa ambayo tayari yanazua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo alisema nini hasa wakati huu baada ya taarifa zake ya kwamba Samia amesafiri zikiwa ni za uongo? Kwa hivyo alisema nini hasa wakati huu, na yanalinganishwaje na ukweli uliothibitishwa ambao sasa umeibuka? Na mamilioni ya Watanzania upande mwingine wanapojiandaa kwa matukio ya kesho, kuna matukio mengine muhimu mtazamaji, matukio muhimu yanayozunguka maandamano ya kesho, maandalizi ya usalama ya serikali na mvutano unaoongezeka wa kisiasa ambao kila Mtanzania anapaswa kujua. Katika video hii nitakutaarifu kila kitu kuhusiana na hilo, lakini kabla hatujaingia katika maelezo yote, ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na YouTube channel hii yetu, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Wakati maandamano yaliyopangwa kufanyika kesho Julai tarehe 7 yakikaribia, huku polisi wenye silaha za kudhibiti ghasia wakijaza mitaa ya Dar es Salaam, jeshi la polisi likidai kuwepo kwa mipango ya mauaji ya viongozi na taifa zima likiwa na wasiwasi na taharuki kubwa, Rais Samia Suluhu Hassan ameonekana ama amejitokeza hadharani Dar es Salaam. Picha hizo sasa zinasambaa sana mitandaoni. Rais Samia alipigwa picha katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam leo akimtembelea Sheikh Rashid Hamad Othman ambaye ni mlezi wa mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, anayepata matibabu katika hospitali hiyo. Picha hizo zinamwonyesha rais akiwa mtulivu, yupo eneo la tukio, na ikionyesha dhahiri ya kwamba rais yupo ndani ya mipaka ya Tanzania. Kuonekana huku hadharani kuna kuja mara tu baada ya siku kadhaa za uvumi na tetesi kali kuhusu mahali alipo rais, uvumi ambao ulichochewa kwa kiasi kikubwa na mwanaharakati Maria Sarungi Teshai ambaye aliandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii ya X akiambatanisha picha ya Rais Samia akidai kuwa safari yake kwenda Paris au Ufaransa haikuwa ya kikazi bali ilikuwa ni njia ya kukwepa kuwajibika kwa lolote litakalotokea Julai 7, lakini ilikuwa ni uongo. Ujumbe wa Maria Sarungi ulikuwa na alama ya hashtag ikisema Samia must go, na kudokeza kuwa rais alikuwa akijiweka nje ya nchi makusudi wakati vikosi vyake vya usalama vikijiandaa kukabiliana na wananchi waliopanga kuandamana kesho. Hebu tuwe sahihi kuhusu madai ya Sarungi kwa sababu yalisambaa sana kiasi cha kuathiri mjadala wa vyombo vya habari vya umma kuhusu mahali alipokuwa rais kwa siku kadhaa. Maria Sarungi alidai kuwa rais alikuwa amekimbilia Ufaransa au Paris kabla ya tarehe 7 Julai akitumia sherehe za siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili ya UNESCO kama kisingizio, lakini halikuwa kweli. Aliwakejeli wale walioondoka Tanzania kabla ya maandamano. Kulingana na Maria Sarungi, akaelekeza shutuma hizo kwa Rais Samia Suluhu mwenyewe, akitoa shutuma na kutafsiri safari hiyo kama njia ya kukwepa siasa badala ya kutekeleza wajibu rasmi. Kama tulivyoeleza wazi wakati huo katika video yetu iliyopita, hayo yalikuwa madai ya Maria Sarungi, tafsiri ya mwanaharakati wa upinzani anayeegemea upande wa Chadema, na si taarifa iliyothibitishwa kuhusu nia ya rais. Ukweli uliothibitishwa wakati huo ulikuwa kwamba Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesafiri kwenda Ufaransa tarehe 6 Julai kumwakilisha Rais Samia katika sherehe za Kiswahili za UNESCO, na wala rais hakuondoka. Picha hizi zilizoibuka za rais za leo zinathibitisha kwa kufikia jioni hii, usiku wa kuamkia tarehe 7 Julai, Rais Samia Suluhu Hassan yuko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Yuko katika hospitali ya Aga Khan. Anajitokeza hadharani kwa
namna inayoonyesha wazi kabisa kuwa yupo nchini katika kipindi cha kuelekea siku yenye unyeti mkubwa wa kisiasa ambayo Tanzania imekabiliana nayo tangu Oktoba mwaka 2025. Mtazamaji, kinachozidi kuvutia umma ni kwamba Rais Samia alionekana leo katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam akimtembelea mgonjwa aliyeunganishwa na chama cha upinzani ACT Wazalendo, mojawapo ya vyama vikubwa vya upinzani nchini, ambapo kiongozi wake Dorothy Semu aliita marufuku ya maandamano ya serikali kuwa ya aibu na kinyume cha katiba. Ikiwa ziara hiyo ni ishara ya nia njema ya kisiasa kabla ya mgogoro, simu ya kawaida ya rais kwa mtu mgonjwa kutoka upinzani au kuonekana hadharani kwa uangalifu ili kukabiliana na simulizi kwamba rais alikuwa ameiacha nchi kabla ya Julai 7. Ni jambo ambalo kila mtazamaji atatafsiri kupitia lenzi yake ya kisiasa. Kile ambacho Tanzania inajua leo ni kwamba rais yuko hapa hapa nchini Dar es Salaam, waziri mkuu yuko Paris, Ufaransa, mitaa ya Dar es Salaam imejaa polisi wenye silaha, na mahali fulani kati ya ziara ya kando ya kitanda cha hospitali ya rais na jiji lililoandaliwa kwa mapambano, mamilioni ya Watanzania wanaamua Julai 7 inamaanisha nini kwao binafsi. Usiku wa leo unapokaribia, umakini sasa unabadilika kutoka kauli za kisiasa hadi matukio na vitendo uwanjani. Mashirika ya usalama yanatarajiwa kubaki macho usiku kucha hadi asubuhi ya tarehe 7 Julai, huku raia kote nchini wakiendelea kufuatilia matukio kwa karibu, huku Tanzania ikijiandaa kuingia katika kile ambacho kinaweza kuwa moja ya siku zake zinazofuatiliwa kwa karibu zaidi katika historia ya hivi karibuni. Wakati huo huo, waangalizi watakuwa wakizingatia kwa makini iwapo taarifa za ziada zitatoka Ikulu, viongozi wa upinzani au mashirika ya usalama kabla ya maandamano kuanza. Katika nyakati nyeti za kisiasa kama hizi, hata tangazo moja linaweza kubadilisha matarajio ya umma haraka na kuathiri jinsi siku inavyoendelea. Swali lingine kubwa ambalo halijajibiwa ni jinsi waandamanaji wenyewe watakavyoitikia uwepo mkubwa wa usalama. Ingawa waandaaji na wafuasi wameendelea kuitisha maandamano ya amani, mamlaka yameonya mara kwa mara kwamba vitendo vyovyote kinyume cha sheria vitashughulikiwa kulingana na sheria, na hivyo kuandaa siku ambayo itafuatiliwa kwa karibu kutoka kila pembe. Usikivu wa kimataifa pia unatarajiwa kuendelea kulenga Tanzania katika saa zijazo. Misheni za kidiplomasia, waangalizi wa kikanda na vyombo vya habari vya kimataifa vimefuatilia zaidi matukio ya kisiasa ya hivi karibuni, ikimaanisha kuwa matukio ya kesho yanaweza kupata umakini zaidi ya mipaka ya nchi. Hivi mlisema mnakutana wapi? Hebu kwa mtu ambaye anajua alisema makutano ni wapi pale? Tunaanzia wapi? Mimi nitakuwa 7 kununua vitu.